mtu yuko huria kwamba anajua amekaa na nani na labda nani ako hapa. Baada ya hapo ukiangalia nina ishara kuonyesha kwamba mimi ni mwenyeji kwa maana ya host, si ndio? Lakini ukiangalia wageni wetu wa heshima hata maua hawana. Kwa hivyo nataka nimuulize Mwalimu Lucy aje aongoze kipindi cha kuwavisha wageni wetu maua wajihisi nyumbani. Karibu Madam Lucy. Weka ngoma gani? Lucy ataka ngoma gani? Ruka nayo. Mwene dala, labda mwene dala itakuwa afadhali. Ruka nayo ndio nini? Weka mwene dala akuje avishe wageni wetu maua wajihisi nyumbani. Weka ngoma bana. DJ. Weka ngoma watu wachangamke. Naam. Madam Lucy, subiri ngoma iwekwe, wanafunzi wa Sowere wakija huku mbele. Wae songa. Ubinadamu ni kupendelea na mema, uwe na hamu mwenzako sipate lawama, simuhujumu mambo yake ende mrama, umuheshimu si kila kona wamsema. Kamwe si vyema mwenzako kumsababishia awe asemwa kwa yale aliyokosea, ni ungwana kumkosoa kwa murua, si kila kona jiani hata kwenye media. Anateseka mwenzako kutafuta maisha, wahangaika ili chini kumrejesha, waona sifa na huku tena wajitapa, tahakikisha daima we adhalilika. Kwa haya unofanya si ubinadamu wala si ungwana, mzazi kumkana si ubinadamu wala si ungwana. Ana famili ambayo yamtegemea, hili na hili afanya ili kujikwamua, wamdhalili na familia. Ndugu mashairi wangu kidogo tu uchangamshe watu ufanye mambo yako heshima. Mama Aziza karibu kwetu Makunda. Wewe Aziza hakika wewe kiongozi. Tizama matunda jinsi inavyong'ara kwa ajili yako Aziza, hongera mama Aziza, Mungu akupe nguvu. Baba Msiko, hongera kwa yako kazi, jinsi ulivyoanzisha hapa kwetu Makunda. Tizama Makunda ilivyo kwa ajili yako na Aziza. Mama Aziza, hongera kwa yako kazi. Walimu wetu na wapeni saluti, kazi mnayofanya kwetu hapa Matungu, hakika hakuna mfano unavyoonekana. Walimu, juhudi zenu hakika zina kifani. Mgeni wetu karibu kwetu Makunda. Makunda ni mji unang'ara, unapenda wageni kwa hakika. Mgeni wetu karibu hapa kwetu Makunda. Aziza amekukaribisha kwa moyo mkunjufu, karibu. Amechukua anaweka. Karibu Aziza wetu, karibu Aziza.
Aziza wetu. Ngoja wewe. Karibu Aziza wetu. Aziza. Karibu Aziza wetu. Neno maneno tumeyazoea. Neno tumeyazoea. Mgeni wetu karibu. Karibu Makunda. Mgeni wetu karibu. Karibu. Baba, na mwaka huu lazima Aziza aende mbele. Hey! Asanteni sana. Makunda hai! Aziza hai! Wanafunzi hai! Aziza hai! Walimu ya! Haya, makofi kwake bwana, makofi kwake. Amekuwa kipande kizuri sana cha burudani. Shukrani. Na nadhani maeneo ya burudani yanaelekea kufunga, lakini hatuwezi kufunga kabla ya kuwauliza Hujambo mpenzi msikilizaji na mtazamaji, karibu tupae kwenye anga zetu za MBC station uipendayo, ikiwa ni saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Tunatumai ubuheri wa afya kama wanavyoitakidi waumini wa dini ya Kikristo. Mungu ni Mtatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wana MBC tumebobea, tumetopea, tunang'aa gizani kwa habari za kuaminika na pindi tu zinapochipuka. Hivi leo kwenye meza yetu tumeandaliwa nini? Ugali kwa mboga au biriani kwa nyama? Wacha mbwembwe mwenzangu, ungana nami Muka Rasul na mwenzangu Nite Ustaz. Supu iko wapi? Wali na poa. Moja kwa moja tupate vidokezo. mwaliko wa wageni shuleni, uwajibikaji wa wazazi, wanafunzi kuchelewa kufungua shule, kuimarika kwa masomo shuleni, nasaha vitabuni, tafakari ya babu, ongezeko la walimu, ukosefu wa maabara. Mwisho spoti. Moja kwa moja tupae kwa habari kamili. Mwaliko wa wageni shuleni. Wanasema wenye kunadi mgeni jo, mwenyeji apone. Na elimu rasmi kabisa, tupe habari. Naam, kuwike kusiwike, bila shaka kumekucha. Ni siku iliyongojea kwa binadamu na wanagenzi wanakuja pamoja na walimu wao. Siku ya ndogo kumla mwanawe hatimaye imewadia. Ni mkutano mkuu wa mwaka almaarufu ATM, Annual General Meeting. Nyote mnakaribishwa na wenyeji wenu. Karibuni mjisi mko nyumbani. Chenu ni chetu na chetu ni chenu. Karibuni ili tuimarishe elimu ya wanetu. Kwa pamoja tuungane mikono na wazazi, ndiposa mstakabali ung'are mithili ya mbara mwezi.
Shukran sana Dirams Reis kwa habari. Uwajibikaji wa wazazi. Namna tujuavyo, ushirikiano kati ya wazazi, walimu na wanafunzi. Wacha tupate Ahmed DJ kwa habari zaidi. Naam, swala la karo limekuwa ni kirindende kwa wazazi wa Makunda, huku wakichelewa kulipa karo na wengine kutolipa kabisa, kusababisha kutokuwa na maendeleo shuleni. Licha ya hayo, wazazi hao wanawaacha wanao bila hata senti za matumizi, yaani pocket money. Jambo hili ambalo linaweza kumfanya mwanafunzi kuwa mwizi au kuingia hulka zingine za chwara. Nikiripotia MBC, jina langu ni Ahmed. Shukran sana Abdi. Nikidhani wazazi wamesikiza na watawajibika. Wanafunzi msijali, mtawajibikiwa. Kweli pacha wangu, unadhani wazazi watawapa wanao pocket money kama wanavyodai? Lazima pocket money. Moja kwa moja tupate habari nyingine. Tukiendelea ni kuwa wanafunzi wanapochelewa kufungua shule, hili limekuwa changamoto kubwa ambayo inaikabili matokeo mazuri katika shule hii yetu ya upili ya Makunda. Mwanahabari wetu Brizet anayo zaidi. Imekuwa ni changamoto inayokumba kuimarika kwa matokeo shuleni humu, kwani imeripotiwa kuwa wanafunzi wanachelewa kufungua shule wakati wenzao waliofunga masomo wanasoma. Wazazi wamelaumiwa na walimu kwa kuachilia wanawao kwa swala la kuja shuleni mapema. Wama akitangulia kisimani kuna maji maingi na mafunzo fulani wanaoimatia. Wazazi fanyeni wangu na kati msafiki wa serikali wakawia ufike. Kufikia hapo sina la ziada, nilikuwa wenu Brizet. Shukran sana Brizet. Kuimarika kwa masomo shuleni. Wanasadiki wanafunzi. Kuanzia mwaka jana kumekuwa na mabadiliko mengi kimasomo. Na Najma pamoja na mtangazaji wetu Hasna wana mengi zaidi. Duniani siku zote hulia kivulini, na atafutaye hatoki, na akitoka petapata. Imechukuliwa juhudi za mto wa Bunga Uderere kwa wanamakunda kuimarisha masomo yao. Hivi tu baada ya rekodi kuvunja katika janabu za Makunda kwa kuwapeleka takriban wanafunzi 17 chuo kikuu, ikilinganishwa na mwaka kabla waliwapeleka wanafunzi 6, huku walimu na wanafunzi wakiazimia na kuahidi mwaka huu kuwapeleka wanafunzi zaidi ya 30. Nikiripotia MBC, langu jina na David. Bila makaribisho kutokamana na matokeo hayo, walimu wamezindua somo jipya shuleni. Somo hilo la sayansi kimu, yaani home science, linatarajiwa kuinua gredi ya shule kutoka kwenye ngazi ya juu, na uzinduzi wake umesadifu ujio wa elimu ya umahiri, yaani CBE. Kama shule tuko ngangari katika mkoa wa Tariatu kupokea mfumo wa silabesi ya umilisi, yaani CBC. Je, wazee wetu mpo tayari? Mwasemaje? Nikiripotia Milioni Hasna. Na shukran Hasna. Swali limekuja, je, wazazi mpo tayari na mwasemaje? Ila nikitazama sijaona jibu kutoka kwa wazazi. Sidhani kuwa hawataki silabasi mpya, ila wanaokubali pengine wangepunga angalau mkono. Shukran. Kiendelea ni kwamba wanafunzi wa shule hii ya Makunda wamezidi kunolewa vikali kiweledi na hata kimasomo kwa kuongezewa walimu zaidi ya 10. Anayo mengi. Inavyotakiwa kwa kuimarika kwa masomo na walezi wanafunzi.
Leseni. Samahani kwa milioni 5. Mwelekezi wetu wa mtambo. Wanafunzi wa Makunda wamekuondolewa kistadi katika masomo na kuongezewa walimu zaidi ya 10. Tafakari ndio kwenye mapumziko. Wamesifiwa na wanafunzi kwa sifa kedekede kwa kazi nzuri wanayofanya kule madarasani. Tumaini letu Mbili shairi. kupata ushirikiano mwema kutoka kwa wanafunzi hao. Mwanahabari wetu Alfa anaripotia ABC kwake studio. Shukran sana Azla. Nikidhani wanafunzi watawajibika sana na watawaheshimu wazazi hao na walimu pia. Tukiendelea ni kuwa taarifa yake Azla inatupa angalau fursa ya kupata tama la maji, lakini tukiondoka hatukuachi bure, tunakuacha na shairi na pia nasaha vitabuni. Naam, wanachosema wahenga kuwa mgeni njoo mwenyeji apone. Karibu, karibuni wageni wetu, karibu, karibuni wageni wetu. Sawa, Kama wanaendelea sawa, furaha tele. falsafa Tawakaribisha kwa furaha tele. Mungu awalinde ama falsafa humu duniani na hapa ameshatarajia. karibuni Tasema tumesahau. wageni wetu. Nimekuwa wetu Baby Crew. Shukran sana Baby Crew. Moja kwa moja tuangazie nasaha vitabuni. Leo kwenye kipindi chetu cha nasaha vitabuni tunaangazia nasaha kutoka kwenye kwaya ya Nguvu za Jadi. Mawasha akikumbuka nasaha kutoka kwa baba yake mzee Nasaha. Tangu udogo wake, Mawasha alifunza kwa bara uvivu. Uvivu na njaa alipata, na anayeshabikia uvivu huishia kuvuna vikuu. Aidha, alifunza kujihadhari na vitu vya kupewa. Wazazi waliasaa nguo ya kuomba haisitiri makalio. Alifunza kutotumia sifa za kike alizogharimiwa na Muumba, akiterehesha wanaume ili kujinufaisha. Huku ni kuumbwa mwili na tabia. Alihadharishwa kutomtegemea mume kila wakati ili kumbeba au kuyatimu maisha yake. Mume huyo akimwondokea ataanguka mwanguko wa mende. Wala kumbe hakumuhusia kuwa na kinywa cha udanganyifu ili apate kitu. Ukiangazia riwaya ya Nguvu za Jadi, mhusika ambaye ni Mawasha anakumbuka nasaha ya baba yake, huku akiwasihi watu wote kwa jumla kwa jambo la uvivu, akidai kuwa uvivu unaweza nipata. Aidha, akiwanasihi watu kwa jambo la kuzungumza urongo, akidai kuwa mtu asitumie kinywa cha udanganyifu ili apate kitu. Kufikia hapo tumekuwa washereheshaji wenu Becky Jepi na mwenzangu Samira Jirei. Shukran sana wananasaha wetu, na nikidhani wazazi tumeshajionea dhahiri shahiri kwamba watoto wetu wanatia bidii kwa vitabu hivi, na sio eti tukiitishwa 300 za kuvitazama vitabu hivi zinaenda bure. Tukiendelea ni kuwa tunamkaribisha mwenzetu wa falsafa Nusra Abubakar. Naam, unakutana nami Nusra Abubakar nikiwa na falsafa. Habari zimetokea katika shule ya Makunda ambapo kumepatikana na mwanafunzi mmoja aliyemeza gazeti nzima la Daily Nation. Sasa hivi yupo hospitali ya St. Angela kule Mayoni, anapata matibabu na madaktari wamesema kwamba hivi punde atatapika maandishi yote na punde si punde atatoa picha zilizosalia. Gavana wa Bungoma
ameamrisha ukuta mrefu kujengwa mpakani wa Bungoma na Kakamega ili kuzuia homa kali ya nguruwe isiingie huku. Sina ya ziada, nimekuwa wenu Nusra Abubakar kwako studioni. Shukrani sana Nusra kwa falsafa yako. Wacha tupate tafakari ya babu kutoka kwa milionea. Babu yangu kaniambia katika siku na masiku katika mji wa Kakamega kuna jengo kubwa, yani mama watoto supermarket, na juu yake kinyozi. Siku moja bwana mmoja kapigiwa simu na rafiki yake kamuuliza, oya, uko wapi? Akamwambia, niko kwa kinyozi juu ya mama watoto, tafakari. Nikidhani tutatafakari vilivyo inavyopasa. Ikiwa ni changamoto kubwa inayoikabili masomo ya sayansi katika shule hii, ukosefu wa maabara, kwani wanafunzi wanaitumia chumba cha mankuli kama maabara. Mwanahabari wetu Nduko Salma anayo mengi. Mwanaume na haki yake mpe. Bila shaka maabara ni chumba maalum ambacho kinachangia mafanikio bora ya masomo ya kielimu ya sayansia. Masomo ya sayansia yakiwemo somo la fizikia, biolojia, kemia na mengineyo. Jambo la kushangaza ni kuwa wanafunzi wa shule ya upili ya Makunda wanatumia chumba cha mankuli, yani dining hall, kwa matumizi ya mafunzo ya sayansi. Jambo ambalo linauliza Makunda ni kuwa hivi, je, wanafunzi watakaoungana nao mwaka ujao wa CBC watatumia nini? Ili hali mfumo wa CBC unahitajika kuwa kwa maabara shuleni. Bwana walimu kushirikiana na wazazi sako mpango ili kuhakikisha mafanikio haya yamefanyika. Mwalimu mkuu yuko mbioni kutafuta elimu bora kwa wanafunzi wake, wasemao kuwa kidole kimoja hakivunji chawa. Sina la kuomba wale maridadi na hata mikatale yangu moja kwa moja. 1, 2, 3 ukilika Salma taratiba kwako studio. Shukrani sana Salma kwa habari yako tukufu. Bila kusahau burudani bila spoti haichukuliwi hapa kama burudani. Watani mpate shabiki wetu wa spoti Samir Khan kwa habari zaidi. Barabara mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Mato Weledi wa Lugha, burudani ni pacha na Kanada. Naam, ni baada tu ya michuano ya kata na shoka baina ya walimu na wanafunzi, ambapo walimu waliwatangaza kichapo cha mabao 3-1. Ilikuwa kilio cha kukwi kwa wanafunzi hao. Wafungaji mahiri upande wa walimu, yani nahodha upande wa walimu, Bwana Kusio Muhammad akipiga mabao 2, anapewa nafasi hiyo na Bwana Muhammad ambaye ni naibu wa mwalimu mkuu. Mfungaji wa bao la 3 alikuwa ni Ustadh Musa kupitia kwa mkwaju wa penalti. Mfungaji upande wa wanafunzi Simali na Suleiman au Rapewa, huku
Aziza akiondoka kama mchezaji bora, akiondoa penalti mbili kutoka kwa Iran. Hivyo kufikia hapo nafunga karakana ya soka, nitatamba na ugawadeki nikiripotia MBC Sonic Sorajia wako studio. Shukrani sana kwa habari ya spoti. Nakushukuru sana mwenzangu. Pacha wangu, nadhani umepata ripoti kuhusu spoti hiyo, huku mchezaji hodari yani Bi Aziza kuondoa penalti mbili kutoka kwa mpiganaji wa mikuki almaarufu Imo ameweza kuisaidia timu ya walimu kubeba kombe la walimu. Wasemaje mwenzangu? Mimi kilichonipendeza, sidhani kama uliitazama mechi hiyo. Bila shaka nilitazama. Mtangazaji yule aliposema anachukua Sirengo Top, anampa Tom Mwambani, Tom Mwambani anampa Kusino, anapiga kwanza, hatari Ilikuwa ni mpira wa ikabu. Shukrani sana mwenzangu. Bila shaka kilicho na mwanzo hakikosi tamati, na tamati ikiitwa lazima itamatike. Ukiniita Mukarasul nitaitika. Bila shaka kufikia hapo tunakunja jambi letu la habari za MBC. Tukutane tena wiki ijayo muda kama huu, mahali ni papa. Sisi sadaka, ila ukilipa ndugu yangu siwezi kujikataa. Haya, kwa burudani kuelimisha, fahamisha na hata Kiswahili. Kwa sababu hiyo wanapotoka